mstaafu wa Chama cha Mapinduzi na mgombea ubunge wa jimbo la Arusha, Super Ntale Christian Paul Makonda, karibu kwa dakika chache. Mitano tena chukua tena mitano tena chukua. Engerema oye! Uchosa oye! Ona nkami olia kere mitu na leo mbankono kono. Mwanza oye! Kesha konto koyo ngwela ke usamiale ko kesha. Kitu wetu na mgombea wetu nafasi ya urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi na viongozi wote meza kuu tukiongozwa na katibu wetu mkuu, itifaki ikiwa imezingatiwa. Asalamu alaikum. Msifu Yesu Kristo. Zangu, wananchi wenzangu, nilioko mbele yenu hapa naitwa Paul Christian Makonda, mwenezi mstaafu wa Chama cha Mapinduzi na Super Ntale. Mheshimiwa mgombea wetu, nafasi hii ya kijana mkuu kwa kanda ya Ziwa nilipewa na wazee wa kanda ya Ziwa, na walinipa hii nafasi baada ya heshima niliyopewa na halmashauri kuu kwa kulizia kunipa nafasi ya kuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi taifa. Kwa nafasi hiyo nilipata nafasi ya kuzunguka mikoa 23, na hapa nilipita kwa kakaangu Tabasamu, na tulipata mapokezi makubwa ya heshima kubwa ya kazi nzuri uliyoifanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nimekuja kwenu ndugu zangu kuwaomba mambo makubwa matatu. La kwanza, Daktari Samia ni mwana kanda ya Ziwa, ni dada wa kanda ya Ziwa. Daktari Samia alikuwa anafanya kazi bega kwa bega na kaka yake John Pombe Magufuli, na yeye 2015 walizunguka nchi nzima, 2020 walizunguka nchi nzima. Hakuna jambo asilolijua linalohusu mkoa wetu wa Mwanza. Jambo la pili, kazi aliyoachiwa aliyoifanya kwa miaka 4 ni kazi iliyotukuka. Wako watu hawakuamini na walisema maneno mengi wakatisha tamaa, wakiamini ya kwamba hata miradi haitatimia. Leo tulizane, JPM Bridge Kigongo Busisi imekamilika hajakamilika? Stendi ya Buzuruga imekamilika hajakamilika? Stendi ya pale kwa ndugu zangu Nyegezi imekamilika hajakamilika? Soko kuu la pale Mwanza mjini limekamilika hajakamilika? Miradi aliyosema hapa kakangu Shigongo imekamilika hajakamilika? Miradi aliyosema ndugu yangu Tabasamu imekamilika hajakamilika? Muulize, una sababu gani ya kusita kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29? Jambo langu la tatu na la mwisho, mgombea wetu wa chama chetu ni mtu mwenye utu. Alipoingia madarakani alibaini changamoto waliokuwa wanaipata bodaboda kwa kulipishwa faini ya takriban shilingi 30,000 wakati kipato chake kwa siku yawezekana asipiti hata shilingi 10,000. Daktari Samia akaagiza ikatungwa sheria bungeni. Sasa bodaboda hawalipi tena 30,000, faini yao shilingi 10,000. Alipoingia madarakani akabaini watoto wa kike wengi wanakatishwa ndoto zao, wanatamani kuendelea masomo lakini wanakatishwa kupewa ujauzito. Kwa mama huyu akasema kupata mtoto sio dhambi, sio laana.
ni tendo la baraka. Akabadilisha, akaweka. Leo tuna watoto wa kike waliomaliza form 4 na form 6, na watoto wa kike waliomaliza form 4 na form 6, na wengine wako chuo kikuu kwa mapenzi mema na utu waliokuwa nayo. Mimi nitawauliza ndugu zangu wana Mwanza, olotone Kasamia tonsole nani? Aleonge toenango Samiango na lelo mbanabona mikono abalemu inakula Samia. CCM oye! Mheshimiwa mgombea wetu, nikukaribishe kwenye mkoa wetu. Mimi nimepata heshima ya kuzaliwa kwenye mkoa wa Mwanza, na wote unaona ni ndugu zangu, na nikuhakikishie tutafanya ushindani kati ya Mwanza na Arusha. Arusha tutaongoza kwa kura nyingi, lakini Mwanza wataongoza kwa asilimia. Tutaongoza nyie. Wanaoniambia Mwanza wataongoza kuizidi Arusha, naomba nione mikono yao. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kura za Arusha zina shaka. Wameniambia nenda kamsaidie mama. Huku si tunajua ya kwamba tarehe 29 Oktoba tunafanyaje? Lakini niseme neno moja na ndugu zangu walioko kwenye mitandao. Moja tu. Tanzania hii imejengwa kwenye misingi imara chini ya waasisi wetu, na mwendelezo wake umefanywa Daktari Samia. Hatubaguani kwa ukabila wala kwa udini. Niwaombe sana, hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Uchaguzi huu ni uchaguzi wa kikatiba, sio matako ya mtu wala hisia za mtu, na nchi haiendeshi kwa matamko. Tunaendesha nchi kwa mujibu wa katiba. Daktari Samia alivyoondoka duniani, John Pombe Magufuli aliapa kuilinda katiba, na sisi wana CCM hatutakubali aivunje katiba kwa kuruhusu kelele kwenye mitandao. Na wengi wanaofanya uchochezi, ukiwatazama wana pasipoti, na wengine hawako nchini, wako kwenye nchi zao kule. Niwaombe sisi tulioko hapa, tulioona kazi iliyofanywa na Daktari Samia ya kuongeza pembejeo, ya kuhakikisha kwamba mkulima anapata mazingira mazuri ya kulima na mbolea ya ruzuku, tuendelee kumunga mkono. Tulioona Daktari Samia ameleta pesa na dawa za chanjo kwa ajili ya ng'ombe zetu, tuendelee kuwa na ng'ombe zenye afya bora, tuendelee kumunga mkono. Tuliopata msaada na mchango wa Daktari Samia, tumeletewa boti za kisasa za uvuvi zinazunguka kwenye ziwa letu Victoria. Samia ameleta miradi mingi ya maji kutoka ziwa Victoria imeenda mpaka Tabora, tuendelee. Ameleta miradi mingi ya maji kutoka ziwa Victoria imeenda mpaka Tabora, tuendelee kumunga mkono. Wale ambao tunapita kwenye daraja tukifurahia maendeleo, tuendelee kumunga mkono. Tusikubali kutumika. Namalizia kwa maombi. Nyosha mikono yako juu. Mimi ndio kijana mkubwa na 80% hapa ni vijana. Nyosha mikono yenu juu. Vijana wote tumnyoshe mikono juu. Mungu uitazame hii mikono ya hawa watoto wako. Na leo tunaweka agano. Wanakanda ya Ziwa tukiongozwa na Mwanza, vijana hawa hawatashiriki kutumia mikono yao kuharibu amani ya taifa letu. Tunaweka agano, Mungu, kila aliye kinyume na mapenzi yako asiwe sehemu yetu. Tutailinda Mwanza yetu, tutailinda kanda yetu ya Ziwa. Tutahakikisha tunamlinda Daktari Samia Suluhu Hassan maisha yetu yote. Tutakitumikia na kukilinda chama chetu cha Mapinduzi, na wazee wetu tutawaenzi. Asanteni na Mungu awabariki.